Ukweli mchungu ni huu: watu wengi hawabaki maskini kwa sababu hawana pesa, wanabaki maskini kwa sababu akili zao zimefungwa. Na leo nitakuonyesha jinsi akili yako inaweza kuwa adui yako mkubwa wa mafanikio. Moja, scarcity mindset, akili ya uhaba. Watu wengi wanaishi maisha ya haitoshi, haitoshi, haitoshi. Hata wakipata hela, wanahofia itaisha. Kisaikolojia, ubongo wao umezoea kusurvive, sio kugrow. Mfano, mtu akipata $100,000 anawaza matatizo tu, sio opportunity. Akili ya uhaba inakufanya ucheze defense maisha yote, wakati matajiri wanacheza offense. 2. Delayed gratification failure, kushindwa kusubiri. Watu wengi wanataka matokeo ya haraka, lakini mafanikio yanachelewa. Mfano, badala ya kuwekeza, ananunua vitu vya kuonekana kama nguo na starehe. Kisaikolojia, dopamine ya muda mfupi inawashinda discipline ya muda mrefu. Maskini hununua starehe, matajiri hununua future. 3. Social conditioning, kufungwa na mazingira. Ukiwa umezungukwa na watu wasio na ndoto, ndoto zako zinakufa kimya kimya. Ukweli, akili ya mwanadamu hukopi kile anachoona kila siku. Mfano, kama kila mtu anakuambia maisha ni magumu, utaamini. Huwezi kufikiri tofauti ukiishi kwenye mazingira yanayofikiria sawa. 4. Fear of risk, hofu ya kujaribu. Watu wengi wanajua wanachotakiwa kufanya, lakini hawawezi kuchukua hatua. Kisaikolojia, ubongo unapendelea usalama kuliko mafanikio. Mfano, anaogopa kuanza biashara kwa sababu ya kushindwa. Maskini wanaogopa kupoteza kidogo, matajiri wana risk ili wapate kikubwa. 5. Lack of financial identity, kutokujiona tajiri. Kama hujioni kuwa mtu wa mafanikio, hutawahi kuwa. Ukweli wa ndani, kila mtu ana identity yake ya ndani. Mfano, mtu akipata pesa nyingi ghafla, anaweza kurudi kuwa maskini. Sababu, akili yake haijabadilika. Unapata kile unachoamini unastahili, sio kile unachotamani. Ukibadilisha akili yako, unabadilisha maisha yako. Lakini kama utaacha akili yako ikukontrol, basi umaskini utakufuata milele. Niambie kwenye comments, ni ipi kati ya hizi tabia unayoiona kwako au kwa watu wanaokuzunguka? Na kama umejifunza kitu leo, usisahau kufollow Pesa Vibe. Hapa tunabadili maisha, sio kufurahisha akili tu.